No reform, no election. Asante sana ndugu zangu waandishi wa habari, tumewaiteni. Hii ni sehemu ya kamati tendaji ya jimbo la Lupa, lakini tumeitana hapa ili tuweze kutoa msimamo wa chama. Kwa jina anaitwa Yohana G. Mpamba, katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wilaya ya Chunya. Ndugu zangu waandishi wa habari pamoja na wajumbe mliohudhuria, awali yote nipende kuwashukuru kwa kuweza kutenga muda wenu kufika mahali hapa tuweze kutoa msimamo wa chama wilaya ya Chunya. Lakini kama chama tumeumizwa sana na kitendo ambacho kinaendelea juu ya matendo yanayofanyiwa kiongozi wetu wa chama, mwenyekiti wa chama taifa, Mheshimiwa Tundu Mwana wa Antipas. Ni sehemu gani ambapo tumekerwa? Kila chama kinakuwa na malengo yake, ni namna gani ya kuendesha chama. Lakini pili, lazima tuwe na falsafa. Lazima kinadi sera zake. Sasa sera ya Chadema baada ya maazimio kutoka mkutano mkuu tarehe 21 mwezi wa kwanza, tuliazimia kwa pamoja kwamba lazima tuende bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Tusifanye nini? Hakuna uchaguzi. Hivyo ni kwa sababu gani? Ni lazima tuhakikishe tunapambania, tunapata mifumo mizuri ya uchaguzi, yani hata iwe mtu yoyote aweze kushinda kwa haki. Lakini masikitiko yetu pale tulipoamua kutoka nje sasa na kuanza kueleza sera kwa watu, kwa wanachama, kwa wananchi mbalimbali, tumesikitishwa na kitendo alichofanyiwa mwenyekiti wetu, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, kukamatwa kwa nguvu wakati mkutano huo ulikuwa ni kisheria, na mkutano huo ulifuata misingi yote ya katiba ya nchi kama kwa mujibu wa katiba yetu ya nchi. Lakini tu nirudishe kwa upande wa nyuma. Tumesimama hapa kama viongozi wa chama ngazi ya wilaya ya Chunya kuonyesha masikitiko yetu makubwa ni kwa nini mwenyekiti wetu bado anaendelea kubagazwa mle ndani, lakini kwa juu ya kila alichokuwa anakipambania. Amekipambania kwa uzuri kuhakikisha hatuwezi kwenda na uchaguzi hizi kuendelea kufanyika pasipokuwa na marekebisho ya sheria, kwa sababu tumetoka kwenye chaguzi za serikali za mitaa hivi karibuni. Tumeona jinsi nguvu kubwa ambayo inatumika, mifumo mibovu ambayo inaendeshwa ndani ya chama, ambapo haiwezi ikampa mtu mwingine kuweza kushinda uchaguzi, yani iwe huru na haki, inakuwa ni ngumu. Kuna jambo moja, hebu fikiria, wao tume wanasema wamefanya mabadiliko, na wenzetu vyama vingine vimeenda kushiriki huo uchaguzi, kwa sababu watashiriki huo uchaguzi kwa tume hii iliyobadilishwa. Maana wamebadilisha majina tu kwamba mkutano kwamba imekuwa ni tume huru ya uchaguzi badala ya tume ya taifa ya uchaguzi, lakini kimsingi yale matendo yake mle ya ndani si kitu. Kuna sehemu moja mtu anasema mtu anapokuepo kwamba kuna upande kwa mfano mtu mgombea binafsi. Sasa pale anapokuepo mgombea binafsi mnapeleka mawakala. Mnapopeleka wakala, je, wakala ambaye atakuwa tume haijasema, hajaweka wazi. Je, ni nani ambaye atapiga sama mtu mmoja atapiga kura ya hapana ndio au hapana? Ni nani ambaye atateuliwa kusimamia kupiga kura au kusimamia kuhesabu kura za hapana? Wakati mle ndani mtu tayari mle ndani kwenye chumba cha uchaguzi, sehemu ya kupigia kura, wamesema awe mtu mmoja. Tumeona maeneo mengi katika wilaya hii walikataza kwamba awepo, tuweke mawakala ambapo tumeweka wagombea. Kwa sehemu ambapo tuweka wagombea, wakala hawezi kupatikana. Kwa hiyo tunaona kuna mapungufu kama hivyo. Lakini hiyo ni sehemu tu ya mapungufu ya tume. Kwa hiyo tunasema hapa ni lazima meza ya maliziano ikae kama walivyoweza kushauri. Kwanza ninawashukuru sana viongozi wangu wa dini, viongozi kwa jinsi walivyoweza kupaza sauti. Viongozi mbalimbali wa dini ya Kiislamu wamepaza sauti juu ya kwa nini mienendo hii ambayo inaendelea. Lakini pia viongozi wa dini za Kristo nao wamepaza sauti ni kwa namna gani serikali iweze kukubali kutenga muda, na kulingana na muda huu uliopo, muda unatosha kabisa wa kuweza kufanya mabadiliko kwenye sheria zile muhimu za uchaguzi, watu wakaweza kupiga kura zao. Lakini leo hii ukimchukua mtu yeyote ukamwambia nenda kapige kura, hawezi kupiga kura kwa sababu anaamini kura atakayemchagua hata sio atakayetangazwa. Masikitiko yetu sisi ni makubwa ambacho tunakisema mpaka saa hizi. Tarehe 24 hatuwezi kweli, wanasema hatuwezi, mahakama ni chombo huru ambacho hakiwezi kuingiliwa na mtu yeyote, iwe serikali au bunge. Mahakama nao ni muhimili kamili ambao unajitegemea. Na kwa mwajibu huo sasa, wananchi kwenda kuhudhuria mahakamani ni haki yao kabisa kikatiba.
Kwa wilaya ya Chunya tumejipanga. Tumeandaa na sisi tumejipangana. Tupo tayari kwenda kumsikiliza kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu kwa sababu na sisi ni sehemu ya chama na sisi huku ndio chama kimeanzia huku chini. Ukisoma katiba ya nchi, ibara hii ya 8 inavyosema, serikali na watu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia ya haki na kijamii. Na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Sasa tutapataje huu wajibu wa wananchi kama misingi inakosewa? Sasa hao wananchi wanataka misingi bora iwekwe, yani ni ya uchaguzi, ili kile ambacho tunakipigania kiendane sawa na kile ambacho tunakitaka. Leo hii tunaenda kuona nguvu kubwa nguvu kubwa inayotumika na jeshi la polisi namna kutukamata sisi wapinzani ambao tunakosea au ambao tunaishauri au kuikosoa serikali ifuate misingi ya kikatiba kama inavyotamka ibara ya 8 kifungu kidogo cha kwanza. Inaenda wazi, imetamka wazi kwamba kama misingi itakuwa ni haki kwa bila wananchi, ni kwa nini sasa wao wanakwenda kuvuruga? Hilo ndio sikitiko letu la kwanza. Lakini la pili tunasema kwenda kuhudhuria mahakamani ni haki yetu. Ni haki ya kila mwananchi kwenda kusikiliza kwa sababu mahakama ni sehemu ya haki. Basi acha twende tukasikilize. Tarehe 24 tutakuwa kule, tutakuwepo maeneo ya Kisutu, tukaungana na wenzetu wa mkoa wa Pwani na wakanda tofauti hivyo. Lakini pia nipende tu kushukuru kwa namna alivyoweza kusema mwenyekiti wangu wa chama mkoa, Mheshimiwa Masaga Kaloli, naye ameumizwa na hiki kitendo alichofanywa na mheshimiwa mwenyekiti. Tumeona alivyoongea naye amesema, na sisi tunaungana naye kama chama jimbo la Lupa. Tunaungana na sauti ya mwenyekiti wa chama taifa, tunaungana na sauti na mwenyekiti wa kanda ya Nyasa kwa kile ambacho anakipigania kwamba alichofanywa mheshimiwa Tundu Lissu sio haki. Kwa sababu Tundu Lissu hakushika mabomu, Tundu Lissu hakuwa na bastola, Tundu Lissu hamiliki genge la wahuni kwamba wana silaha za kivita ambazo hiyo inaweza kufanya kumpindua rais. Sio hivyo. Tunataka tufuate misingi kwa kutumia nini? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili tuweze kuifuata. Sasa kama haya yote viongozi wa dini wameshauri kwamba kuna haja ya kufanyika hizi fomu za uchaguzi, kuna sababu gani ya kuendelea kumshikilia Tundu Lissu? Tunaamini mahakama zetu kwa kuwa jinsi zinasimamia ni mahakama ambayo ni huru, basi ziweze sasa kutamka kuangalia hili kwamba je, kile ambacho kimefundwa na DPP wa nchi yetu wa Tanzania ni haki kweli kama mtu kudai reforms za uchaguzi kuitwa muhaini? Basi kama ndivyo kudai reforms za uchaguzi ni uhaini, basi na sisi wanalupa tuitwa basi wahaini kwa hili ambacho kinaendelea. Kama kudai mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, kuwakataa hao watu wakurugenzi wasisimamie, kwa sababu wakurugenzi wengi ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Tumeona wengi hata hao wasimamizi wa uchaguzi ngazi ya kata, ambapo tunapata hawa madiwani, asilimia kubwa ni sehemu makada wa Chama cha Mapinduzi. Kwa majina anaitwa Stella John Mwakasekele, ni katibu baraza la wanawake jimbo la Lupa na ni katibu baraza la wanawake mkoa wa Mbeya. Ya kufika siku ya leo mahali hapa ni kutaka kutoa tamko juu ya mwenyekiti wetu ambaye mpaka sasa serikali inamshikilia kwa tuhuma zisizoeleweka. Kwamba mimi kama mama na mimi kama kiongozi wa wanawake ninapenda kutoa taarifa hizi za masikitiko kwamba imefika stage sisi kama wanawake tumeumia vilivyo, kwa sababu aliyeko ndani ni mtoto wetu, aliyeko ndani ni mume wetu, aliyeko ndani ni baba yetu. Kwa kama mwanamke ninapenda kutoa masikitiko haya kwamba sisi wanawake tumeumizwa pakubwa na tuna kila sababu ya kulia na kuomboleza. Na sauti yetu kuu ni kutaka jeshi la polisi pamoja na ndugu zetu ambao wako nyuma wana CCM, ambao wao wamekwenda kujipa mwelekeo kwamba kila kitu ni cha kwao hapa nchini. Lakini na sisi tunakwenda kusema kwamba hatutalala, hatutanyamaza. Tunachotaka kuona mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu akiachiwa huru, kwa sababu hajafanya jambo lolote ambalo linaweza likamweka ndani ili aendelee kushikiliwa kwa makosa ya uhaini.
Hivyo basi, ninapenda kila mwanamke anayenisikiliza, Rais Samia naye ni mama kama mimi, pale alipo anaposikiliza Tulia Ackson naye ni mwanamke, ninaomba suala hili walichukulie kiundani zaidi,